Waligani mtazamaji wa PMTV Tanzania, karibu katika update za PMTV. Nipo hapa kukusogezea yale ambayo yamejiri huko mitandaoni, lakini pia kutoka kona mbalimbali. Na moja kati ya jambo kubwa ambalo limejiri pia ni kwa upande wa mahakama, ambapo Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu amezidi kupeta naye huko mahakamani baada ya kushinda lile ombi lake la kujumuishwa kwenye kesi ya mgawanyo wa mali wa Chadema. Sasa mahakama leo ilikuwa na wajibu wa kuamua ombi la Lissu kuunganishwa kwenye kesi ya rasilimali za Chadema, ambapo Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam leo Machi 3, 2026 ilikuwa inatarajiwa kutoa uamuzi wa maombi madogo yaliyowasilishwa na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, ya kuomba kuunganishwa katika kesi ya msingi ya madai inayohusisha mgawanyo wa rasilimali za chama hicho. Kesi hiyo ilifunguliwa na aliyewahi kuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar, Said Issa Mohamed, lakini pia na Maulida Anna Komu na Ahmed Rashid pamoja na wenzao dhidi ya katibu wa Chadema na bodi ya wadhamini wa chama hicho. Katika maombi yake, Lissu ameieleza mahakama kuwa anatakiwa kuunganishwa katika shauri hilo kama mdaiwa, akidai kuwa kwa nafasi yake ya mwenyekiti na mwanachama wa Chadema ana maslahi ya moja kwa moja katika shauri hilo linalohusu rasilimali za chama. Lissu, ambaye anajitetea mwenyewe katika shauri hilo, aliwasilisha hoja zake mnamo Februari 17, 2026 baada ya upande wa walalamikaji kuwasilisha mapingamizi wakidai hana sifa za kuunganishwa katika kesi hiyo. Hata hivyo, aliambia mahakama kuwa ana sababu na maslahi halali ya kushirikishwa, hoja ambayo iliungwa mkono na upande wa wadaiwa, yani katibu mkuu na bodi ya wadhamini wa Chadema. Sasa leo mahakama ikapitia shauri hilo, ambapo mwenyekiti Tundu Lissu amevuka kikwazo cha kwanza katika maombi yake hayo ya kujumuishwa katika kesi ya madai ya mgawanyo usio sawa ndani ya chama hicho baina ya bara na Zanzibar baada ya kushinda pingamizi hilo. Kesi hiyo ya madai ya namba 8323 ya mwaka 2025 ambayo ilifunguliwa na mwenyekiti mstaafu wa Chadema Said Mohamed na wajumbe wawili wa bodi ya wadhamini wa Chadema kutoka huko Zanzibar, Ahmed Rashid Khamis na Maulida Anna Komu, wadaiwa wakiwa upande wa Chadema. Lissu yeye aliwasilisha maombi akiomba kuunganishwa kwenye kesi hiyo kama mdaiwa mwenye maslahi, na majibu ya maombi ama uamuzi wa mahakama leo Jumanne Machi 3, 2026 imetupilia mbali pingamizi hilo baada ya kukataa hoja za wadai na kukubaliana na hoja za Lissu. Kwa hiyo Lissu atakuwa sehemu ya waliojumuishwa kwenye kesi hiyo ya madai. Manake tutarajie kumuona Lissu kwenye kesi nyingine zitakapoitwa za upande wa kesi ya madai, mbali na kesi yake ya uhaini kama itakuwa inaendelea pia kuunguruma. Hiyo ni update kutoka mahakama hapa Tanzania.